Ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi JP Magufuli ambalo ndio leo tuko hapa. Hili daraja lenye urefu wa kilomita 3 juu ya maji Ziwa Victoria ni daraja namba 1 Afrika ya Mashariki na Kati. Hakuna daraja refu katika Afrika ya Mashariki na Kati linalozidi daraja hili la JP Magufuli Kigongo Busisi. Na unaweza kuona hapa eneo kwa mfano tulilopo lina urefu wa mita kutoka usawa wa bahari umesimama jumla ya mita 17. Ni zaidi ya ghorofa ya 5. Ingelikuwa kama ni ghorofa maana yake ni zaidi ya ghorofa ya 5. Mita 17 kutoka pale kwenye maji kuja hivi juu. Ukiachilia mbali zile nguzo kule chini zilivyoingia. Hili daraja litakuwa na uwezo wa kupitisha magari mpaka 20,000 kwa siku moja, na hili daraja litasaidia watu ambao hasa hususan wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa 2 hadi 3 hapa watapita kwa wastani wa dakika 3 mpaka 5 maximum. Na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari 3 au 4 au 5 ambazo zina wastani wa mpaka tani 160 zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani 160 zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili tani 160. Sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani 54 hadi 56. Kwa hivyo maana yake ukichukua hizo ni gari takriban 3 zina uwezo wa kupita au zaidi zikapita katika daraja letu hili kwa wakati mmoja. Na hili daraja limetugharimu jumla ya fedha bilioni 716. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Unafahamu kwamba wakati anakabidhiwa nchi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban 25% tu ya ukamilifu wake. Na katika hizo 25% Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Na unaweza ukaona kwamba fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana, na tena imefanyika kazi hii kipindi kigumu, na watu tulikuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa hili daraja itakuwa kwaje. Sasa zilitakiwa zaidi ya bilioni 500. Kwa wakati huo Mheshimiwa Rais Samia anaingia tayari wastani wa bilioni 100 takriban na 30 hadi 50 zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale awali, lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni 500 zinazohitajika zilipwe. Na hapo corona ndio imeingia inachapa na mzunguko wa fedha na kulikuwa na crisis kubwa, lakini tunamshukuru sana Rais Samia alisimama kidete akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika. Na najua ndio maana kwa kusema kweli tunamshukuru, na ndio maana amepata tuzo kadha. Moja ya tuzo ameipata mwaka ule wa 2022 baada ya kusimama imara sana. Watanzania wengi tunakumbuka ni ile tuzo iliyotolewa na Benki ya Afrika yani AFDB inayokwenda kwa jina la maarufu la Abubakar Ndiaye. Unafahamu kwamba ni kwa sababu wali appreciate na walikubali namna ambavyo ya mchango wake, hasa hususan kusimama imara kwenye nyakati ngumu nzuri ya nchi yetu. Wakati wote nchi yetu tunapokuwa tunapita katika changamoto kubwa na nzito, tumesimama imara na tunapita kwa mafanikio makubwa sana. Na tuzo kama hii tena imetolewa mwaka huu kwa Rais wa Angola
Mheshimiwa Laurenco, yeye amepata hii tuzo kwa sababu ya ujenzi wa ile tunaita Lobito Corridor. Kwa hivyo unaweza ukaona dunia imetambua kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mradi huu utatusaidia sana, kama nilivyokwisha kusema awali, watu waliokuwa wanatumia masaa 2 matatu hivi sasa watatumia dakika 3 mpaka 5 wastani. Na kwa hivyo tutasaidia hapa, watu watasaidika hapa kijamii, lakini watu watasaidika hapa kiuchumi, na hali za wananchi pia vile vile zitaboresheka. Vivuko hivi ambavyo vilikuwa vinatumika katika eneo hili viko hapo chini, unaweza ukaona vilikuwa vinavusha kwa siku moja mpaka gari 600, sasa hadi 1000. Hizi gari zote sasa zitakuja zihamie huku, ikiwa ni pamoja na kile wanaotumia upande wa kule Kamanga Ferry, wote hawa watapita upande huu, na hii itachechemua sana uchumi wa eneo la kanda ya Ziwa. Na hizi bilioni 700 ukizipeleka kwenye barabara, ingelikuwa kama si daraja, tungelisema tunajenga barabara za lami, ni wastani wa bilioni 1.5 mpaka bilioni 2 kwa barabara kwa kilomita moja. Kwa hivyo ukigawa, unaweza ukaona daraja hili limechukua fedha za kujenga zaidi ya kilomita 350 ambazo zingeweza kujengwa za lami. Kwa hivyo ni kazi kubwa sana imefanywa hapa, na hii ni tunu katika taifa letu, na hii ni kuonesha sisi wa Tanzania tunaweza. Na narudia tena kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye amekuwa ni kinara wa kuendeleza mipango ya taifa letu, maana hana tabia ya kuacha mambo yabakie yanaelea hivi. Amekamilisha daraja hili hapa la Kigongo Busisi, amekamilisha kipande cha reli cha SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Makutupora, Dodoma Makutupora, na anaendeleza maeneo mengine. Amekamilisha pia vile vile ujenzi wa daraja wa mradi mkubwa wa umeme wa pale Rufiji. Tunampongeza, na kwa kusema kweli tunamwombea sana Mungu aendelee kuwa na afya njema na aendelee kuliongoza taifa letu kwa weledi mkubwa na umadhubuti. Ndugu wanahabari, naomba niseme tu kwamba daraja hili litakuwa ni kiunganishi katika nchi za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo ndio maana hata sisi katika mialiko, kwanza tumewaalika Watanzania wote, tumealika watu wengi sana, lakini tumealika mpaka tumeomba Wizara ya Mambo ya Nje itusaidie kualika hata majirani zetu. Kwa hivyo tunao matarajio kwamba tutakuwa na mabalozi hapa, mathalani wa Burundi, Uganda, Rwanda na Kongo, kwa sababu hawa wote ni wanufaika wa daraja hili hapa, ambalo litakuwa ni kielelezo na ni daraja namba 1 kwa Afrika ya Mashariki na Kati. Na hili daraja tumetengeneza litakuwa na matoleo yake ya kilomita 1.66 kutoka hapa darajani kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Geita na kwenda kuunganisha kuelekea upande wa Usagara kule Mwanza.